kuua nyoka pamoja na mayai, kwa sababu hatutaki tupate shida. Watu ya Nairobi wamehangaika, tunapoongea watu ya Gikomba wako nje, mali yao imechomwa, mali yao imeharibiwa, na wanahangaishwa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Kwa sababu watu pale Kamukunji wanaunga mimi mkono, wanaunga Kalonzo mkono, ndio wanahangaishwa kwa mambo ya kisiasa. Na haya ni mambo ambaye lazima ikome katika jiji la Nairobi. Mnajua nilifukuzwa pale kwa Senate ya kwamba nilikataa watu ya Marigiti wafukuzwe. Nilikataa watu wabomolewe kwa mto ya Nairobi. Mimi nilichukua huyu msimamo and have no regret. Given another opportunity, I'll still take the same stand ya kwamba ni makosa kuharibia watu maisha yao na biashara zao. Ni makosa kubomoa manyumba ya watu ya Nairobi ambaye hawana makao. Na mimi ningetaka nihakikishie watu ya Nairobi ya kwamba mwaka ujao tunaunda serikali. Hii maneno ya kuvuja manyumba ya watu na kuwafukuza bila kupangia wataenda wapi ni mambo ambayo itafika mwisho. Na kwa hivyo mimi pia niseme niko na habari ya kwamba William Ruto na mtoto yake ameingilia biashara ya matatu. Na tunapoongea William Ruto ameshikana na NTSA na polisi, wameanza kuchukua zile stages ya Nairobi, na huyu mtoto ya Ruto ameanza kutake control of the matatu industry in Nairobi. Niko na habari ya kwamba William Ruto ameapa ya kwamba akipata nafasi ya rudi tena kama rais wa Jamhuri ya Kenya, atapiga marufuku biashara yote ya matatu. Hao watu ya matatu wote warudi reserve, na kijana yake na yeye wachukue nafasi ya biashara ya matatu katika Nairobi na katika kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Na that is the reason why watu ya matatu wote, wenye matatu, madriver na tout na conductors na wale Kamagera na kila mtu, lazima tusaidiane pamoja kuhakikisha William Ruto amekuwa one term, kwa sababu akirudi, kwa bahati mbaya arudi kama ameanza tayari kuangaisha biashara ya matatu wakati anatafuta kura. Ile swali tunajiuliza, akipata nafasi ya rudi na hataki kura, atatufanyia nini? Hiyo ndio swali iko kwa Wakenya. Kwa hivyo nataka niambie wenye matatu wote waingie kwa one term movement, kwa sababu hii biashara yao imemulikwa na William Ruto na watoto wake. They want to take over the matatu industry na wameanza tayari. If in the unfortunate event, in the unfortunate and unlikely event William Ruto came back as president, when he needs no votes, for sure him and his children will take over the matatu industry, and all those people in that industry will be left without a means to a living and income. Mimi ningetaka niseme, nilisema na ninataka kurudia. William Ruto ameteka nyara NTSA. Iko kampuni wametengeneza hapo inaitwa Pesa Print. Ni yeye na watoto wake na mashemeji wake. Na hii maneno ya inspection of private vehicles ni njia ya kuiba pesa ya wenye magari. Nilisema wiki iliyopita ya kwamba hatuwezi kubali magari ya watu iende any inspection in the country. Ningetaka kutangazia wenye magari wote across the country wasikubali to take their private vehicles for inspection, because ni njia ya kuhangaisha hawa. Tayari wamelipa pesa mingi sana to buy the vehicles, iko taxation. A lot of money they are spending taxation on spares. They are very bad roads. They are also paying tax on petroleum products. They cannot pay another tax. We cannot accept. Na shida ya kwamba hii taxi haiendi kwa serikali, ni William Ruto mwenyewe anataka kuchukua. Kwa hivyo tunataka kuambia wenye magari katika Jamhuri ya Kenya wasikubali kupeleka magari inspection, na wasikuwe na wasiwasi. William Ruto akijaribu kulazimisha magari yende inspection, mimi Rigiji nitaagiza magari yote itoke kwa barabara wiki moja, tusimamishe Kenya na tusimamishe uchumi wa Kenya.
Na vile nilifanya wiki iliyopita, nikaambia Wakenya wasiende kazi, wakae nyumbani, Kenya ikasimama. Nitarudia the same thing, na tutaondoa magari yote kwa barabara for 1 week and bring the country to a standstill. Na hii ndio lugha William Ruto anaelewa. Sisi tumeondoka kwa ile maneno ya maandamano ya kwenda ati kupigana na askari. Tumerefuka. The way to deal with William Ruto is economic shutdown of the country in a peaceful manner and bring the country to a standstill. Number 2, kuna mambo ya speed guns imewekwa katika kila barabara with instant fines. Wale wamelipa hiyo pesa haijaenda kwa NTSA, imeenda kwa Jerono ambaye ni relative ya William Ruto. Kwa hivyo hii maneno ya speed fines ni pesa William Ruto anatafuta na relatives yake. Itakuwaje pesa inatakiwa iende kwa account ya NTSA imeenda kwa Jerono? How? This man has captured NTSA. He did a tender for 42 billion ambayo inaenda kwake na familia yake. Kwa hivyo tunaambia wale watapigwa speed fine wasilipe kwa NTSA, tupewe account ya NTSA ambaye haipitii kwa e-Citizen, ambaye watu watalipa kwa NTSA, hiyo pesa iende kwa serikali. Hatuwezi lipa pesa kwa William Ruto na familia yake. Mimi nikiona vile hii Kenya naendelea, kwa sababu hatuwezi pambana na huyu William Ruto kwa barabara, ataua watoto wetu, ataharibu biashara zetu. The way to deal with this man now is to do what he is doing to Kenyans. Ameumiza wa Kenya kiuchumi. Amechukua biashara zote za Kenya. He is in banking, ako kwa insurance, ako kwa hospitality, anauza chuma, anauza tiles, anauza simiti, anauza macadamia, anauza avocado, matatu wameingilia, anauza mayai, anauza kuku. The man has driven all business people out of business. He has used his office as president to take over all the businesses in Kenya. So I'm in the process of compiling all the businesses he has acquired and he is running. In a few weeks, I'll be announcing all these businesses and factories and ask the people of Kenya to boycott all products and services that are being offered by companies owned by William Ruto and his proxies. Tutamuhangaisha kiuchumi. And we'll ask all Kenyans who are unhappy with the way he's running the country, with the way he is stealing everything from the country, with the way he has driven all business people out of business, we'll also drive him out of business. I'll announce all those companies. I am compiling. So far I have 17 companies. Na zingine zinaendelea kukuja. Nitasitangaza zote kwa Wakenya. Na tuuliza Wakenya to boycott products by those companies and services by those companies owned by William Ruto, his family and proxies. Nikimalizia niseme ya kwamba watu hapa wameniambia, wale wamekuja walikuwa kwa ODM wamesema tusiwasahau. Mimi niliambia watu ya ODM William Ruto amepanga kumaliza ODM. Wakaona kama ni mchezo. ODM iliuziwa William Ruto na Junet Mohamed, Gladys Wanga na yule mzee anasema anataka power. Hiyo mzee hata akipewa power, what will he do with it? Si hata kutembea ni shida. Sasa nikamwambia watu ya ODM, Ruto ameliniambia mimi, ameleta Raila karibu ndio amalize ODM. Hataki chama kikubwa. He has reduced ODM kuwa chama kidogo ya Luo Nyanza. Na pia pale Luo Nyanza hakuna mtu wako nyuma ya William Ruto. Akifukuza
Sifuna na Babu kwa ODM ile kidogo imebaki imekwisha. Na mimi naambia Sifuna, wewe unangoja nini? Hii jamaa amekuhangaisha, amekupangia. Why are you waiting? Si ukuje pahali wananchi wako. So mimi nataka niambie, from where I sit, ODM in Nairobi is finished. Hakuna kiti watapata hata moja. Kwa sababu hao wanafuata William Ruto na hana kura Nairobi. Zile kura William Ruto alikuwa nayo Nairobi, mimi ndio nilikuwa nimemkodisha. Si ndio? Silikuwa ya kukodisha. Akatupiga teke. Akatuonesha madharau, akatusaliti. Si tumeondokea yeye. William Ruto hana support Nairobi, hata jana analipa watu. Mikutano yake yote ni ya kulipa watu. Ilikuwa imejaa GSU na plainclothes police officers and goons. Nobody is interested kwenda mkutano ya William Ruto Nairobi. And elsewhere in the country. So ODM hakuna kiti watapata hata moja Nairobi. Tumejipanga vizuri. Na watu ya Nairobi